Basi imefika wakati mwingine wa kusikiliza habari kutoka mbinguni, na kama jinsi ambavyo tuliinua mikono yetu tukasema kwamba pastor wetu atakaposimama nene pamoja nasi, sijui kama tumedumu katika hilo kwamba asimame na nene nasi kulingana na jinsi ambavyo Mungu atakavyomtumia. Hebu tuone kwa ishara ya mikono. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Mnaopendwa na Kristo, Bwana asifiwe. God is good and all the time. Happy Sabbath and a happy day. Nashukuru Mwenyezi Mungu maana amekuwa pamoja nasi juma mzima. Mwaka bado uko mpya kabisa. Hii ni Sabato ya pili. Kwa hivyo hata wakati huu tunasema Happy New Year. Happy New Year. Nashukuru Mungu wetu ametupa nafasi hii ya kuja tusikilize neno lake. Kwa wale ambao ni wageni, naitwa Pastor Anthony Gashuhe, mchungaji wa district hii ya Loiro. Kuanzia Wednesday tumekuwa hapa kwa siku 10 za maombi. Nashukuru kwa wale ambao wanapata nafasi ya kuja kila jioni kuanzia saa 12 mpaka saa 1. Mungu azidi kuwapa neema na kuwapa mibaraka. Na maybe wewe ambaye bado haujapata nafasi, fanya hima kupata nafasi hiyo ya kuja na tukaweze kumtafuta Mungu kwa muda huu wa siku 10. Unapoangalia katika Biblia utakuta ya kwamba namba 10 inatumika, na most of the time namba 7 na namba 10 zinamaanisha kitu kimoja. Zinamaanisha ni ukamilifu wa Mungu. Ndio maana unasikia Yesu akisema ya kwamba kulikuwa na wanawali 10. Na sijui kama unajua wakati ambapo kuhani angekuja kwako ama ako katika sehemu, maybe kuna matanga, kuna jambo lolote, hangeweza kuanza ibada kama hakuna watu 10. Lakini kukiwa na watu 10, angeliweza kunena maneno ya mibaraka, kama ni ya faraja angeweza kupeana mambo kama hayo. Hivyo namba 10 inaonekana katika Biblia, na hata wale akina Shadraka, Meshaki, kina Abednego, wakina Danieli, wakati ambapo waliitwa na mfalme wajaribiwe na walichwe chakula cha mfalme, walisema ya kwamba tujaribu for 10 good days, ili Roho Mtakatifu akaweze kumwagwa siku ya Pentekosti. Biblia inasema ya kwamba walidumu katika maombi kwa muda wa siku 10, na hapo ndipo Roho wa Bwana akaweza kuwachukia kama miali ya moto. Hivyo basi wakati ambapo unaona ya kwamba tuko na maombi ya siku 10, usipuuzilie, maana maombi ni ya maana sana katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya Mwadventista wa Sabato. Na pia ukiwa nyumbani kwako, tulisema kuwa na nafasi na familia uweze kuomba siku hizi 10. Leta yale ambayo unaona ya kwamba ni mambo ambayo yanakusubua katika maisha, mujulishe Mungu kwa siku hizi 10, na Mungu ataweza kukupatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wawili
wamenishangaza, na nikaona kama sisi tungekuwa na bidii hivyo katika maisha yetu ya Ukristo, mambo yetu yangekuwa salama na tungekuwa tumeenda nyumbani. I think last year, mwaka ulipokuwa unaisha, pale Nyeri katika ofisi za governor, kutokea msichana mdogo tu miaka 22 akakubatia mti. Halo, sijui kama ulipata habari hiyo. Akakubatia mti kwa muda wa siku ngapi? Siku 3, 72 hours. Inasemekana hakuenda choo, hakukula, hakuondoka pale, akasimama for 72 good hours, usiku na mchana. Na wakati nilikuwa na observe maneno hayo, mvua ilinyesha, mvua ile ambayo tunasema ni mvua ya mawe, ikamnyeshea, lakini hakusema ya kwamba mvua imekuwa ni kali sana, mimi wacha niondoke, hii mambo ya kusimama hapa iweze kuisha. But alisimama for 72 good hours. Mwingine naye akatokea Murang'a, mwanaume sasa akasema, mimi siendi 72 hours, ninaenda 80, na akasimama 79 hours. Halo, 79, hakuli, haendi choo, hafanyi lolote, ako tu pale for 79 hours. Sasa ndio nikajiuliza, na sisi tuko na siku 10 za maombi, only 10 days of prayer, only 10 days of prayer, na huhitajiki ushinde kanisani. Inahitajika at least kuanzia saa 12 mpaka saa 1, at least upate lisali moja ya kuweza kuomba. Kama tungeunganika hivyo, ni mambo mangapi katika maisha yetu yangebadilika? Ni mambo mangapi katika maisha yako? Maana thimu yetu inazungumzia juu ya kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua watu wengi wamefungwa na shughuli na mambo mengi sana katika dunia. Laiti tungepata nafasi hiyo ya kuja for 10 good days, uone jinsi ambavyo tutafunguliwa katika maisha yetu. Siku ya leo ningependa tu niweze kuangalia juu ya kitu kinaitwa perseverance. Perseverance, hiyo ndio jambo ambalo ningependa niweze kuweza kuangalia kwa dakika chache ili tuweze kumaliza mahubiri yetu. Hebu tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, nimesimama mbele ya wana wako, mimi kiumbe dhaifu. Hebu Kristo ukaweze kunidia nguvu kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, na jina lako likaweze kutukuzwa. Hebu tuandae kwa minajili ya kurudi kwako mara ya pili, maana tunaomba kutia jina tukufu la Kristo aliye Bwana tena mkombozi wetu. Amen. Katika kitabu cha Luka 18, katika kitabu cha Luka 18, Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, ukianzia mstari wa kwanza Luka 18, kuna maneno ambayo yako pale. Anasema and he spoke a parable, ama inasema and then told them a parable on the need for them to pray always and do not become discouraged. Ati akawapa mfano ya kile ambacho kinapaswa
uweze kuomba, lakini usije na kile ambacho kinapaswa, tusije tukakata tamaa. Na kama kitu ambacho huwa ninapendea wanafunzi, licha ya kuwa walikuwa na udhaifu wao, hawakuambia Mungu, hawakuambia Kristo walipokuwa hapa duniani ya kwamba tufundishe kuhubiri. Hawakuambia Yesu tupe nguvu za kutenda miujiza, no. But walimwambia Yesu tufundishe kuomba kama jinsi ambavyo Yohana alifundisha wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. And sometimes nimegundua nyakati hizi kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuja katika maisha, na wengi hata washiriki ambao nimewahi kubana nao, na mtu ako na matatizo na challenge na mambo mengi, anakuambia kwamba mimi siku hizi pastor nimeshindwa hata kuomba. Watu wengi wako hivyo. Watu wengi wako hivyo. Kuna masaibu mengi na mambo mengi ambayo iko katika ulimwengu huu inatu discourage mpaka tunasema ya kwamba mambo ya maombi nimeachana nayo. Lakini Yesu akawapa mfano akasema ya kwamba palikuweko na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Sijui kama unaona picha ya mtu wa namna hiyo. Ati kulikuweko na judge, a certain judge, na huyu mtu hakuwa anamtii Mungu. Na kama hamtii Mungu, je, hata wanadamu angeweza kuwapatia ene kipao mbele mahali? Maandiko inasema hakuwa anamtii Mungu, all respect man. Lakini Biblia inasema katika mji huo huo pakawa na mwanamke mjane. And sometimes wakati ambapo tunasoma mambo tu, ukisikia ni mwanamke mjane, unaweza chukulia mambo haya very very lightly. Lakini kama kuna setup ambayo ni mbaya, ni ya culture zetu, especially ikideal na mtu ambaye amefiliwa na mume wake. Kila watu hapa wametoka from different cultures and you can understand. Lakini hauwezi kusikia na kuelewa kiatu kinavinya namna gani kama wewe mwenyewe haujafanya nini? Haujaweza kukivilia. Na mimi nimewahi kuona watu ambao mtu ameachwa na mume wake, vitu vyote vile ambavyo walikuwa navyo, brothers, sisters za hiyo familia, mpaka mama na wazazi wa mzee wake, wote wanakuja hata kabla ya mazishi, na wanasema ya kwamba haya ama hizi mali zote ni za kijana wetu. Huyu mtu anaanza kuteswa na amebakishiwa watoto ambao ni wadogo, hajui wasome namna gani, hawajui watakula namna gani. La hapa kuna watu wanasema ya kwamba hata hii nyumba unaishi unastahili kuondoka na uende, hapa hautaweza kukaa. Na ikifika hapo unaanza sasa kwenda kutafuta usaidizi wako, msaada wako unatoka wapi? Na Biblia inasema ya kwamba mahali ambapo huyu mama aliona angeweza kupata usaidizi ni kwa huyu kadhi, ambaye Biblia inasema he does not fear God or respect
any person. Na hapo ndipo unaenda utafute msaada. That means huyu judge alikuwa, kitu cha kwanza alikuwa ni corrupt. Kama huna pesa, hakuna vile ambavyo angeweza kusikiliza kesi yako, na hakuna jinsi ambavyo wewe ungeweza kusaidika katika maisha. Lakini mama, maandiko inasema ya kwamba mahali ambapo angeweza kupata msaada ni kwa huyu jaji peke yake. So Biblia inasema ya kwamba akawa anaondoka, anaenda kila siku, anamulilia, anamuachanisha hapo. Kama kipindi hicho kulikuwa na magari, anaondoka, mama anabaki hapo akilia, hana msaada. Lakini Biblia inasema ya kwamba naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwako, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akachocha kwa kunijia daima. Halo, Bwana Yesu asifiwe. God is good. Mara nyingi wakati ambapo mtu wako na challenge, huo unaenda mara moja, na ukiona huyo mtu hana shughuli nawe, unasema ya kwamba mimi hiyo mambo nilifanya nini? Na by the way, niligundua juzi, nikabeba madam mwingine nikienda Nyeri. Msichana tu mdogo, alikuwa miaka kama 25. Lakini wakati ambao tulikuwa tunaenda, tulikuwa na pastor mwingine pale. Tukaanza kuzungumza. Akatuambia kwamba ninaenda nyumbani, na wakati ambapo ninaenda nyumbani, mahali ninaenda ni mahali ambapo nimeenda kuangalia watoto niwachukue nikuje nao Nairobi. Maana katika hii holiday watoto wamekuwa wakiishi na baba yao. Nami sasa kwa sababu wanarudi shule, sasa niwachukue nikae na wao. Tukamuuliza, kwani hamuishi pamoja? Akasema kila mtu anaishi kivyake. Lakini wakati tulipokuwa tunazungumza, kuna kitu kimoja nikagundua. Kila mmoja hawa watu wawili walichoka. Na mtu kila siku anasema ya kwamba ako na kiburi, na anasema ya kwamba mimi siwezi nyenyekea. Mwingine naye hawezi nyenyekea. So wakati ambapo mimi siwezi kunyenyekea na yule hawezi kunyenyekea, sasa wacha mtu akae hivyo. And let me tell you, watu wengi familia zao zimefunjika ni kwa sababu they don't and they are not willing to swallow their pride. Hawana dakika ati mtu mimi wacha nirudi chini, at least tuweze kusonga mbele. Sasa nikaangalia, anasema mtoto wa kwanza ako miaka 5, mwingine mdogo wako miaka 2. Hao watoto watakuwa namna gani? Because hakuna mtu ambaye ana nafasi ya mwingine wakae na wazungumuze na waseme sasa tulichukuana namna gani? Ni kipi ambacho kiliweza kutuunganisha katika familia? Wacha nioche kitu kinaitwa myself, tuandamane na wewe, alafu tuweze kuishi katika njia inayofaa. Watu wengi hawana subira. Na ndio maana unaona familia nyingi zina matatizo katika kipindi hiki. Wale ambao wakina mama zetu, nyanya zetu, kipindi hicho wangepigwa, mtu afumilie, anapigwa na hakuna mahali anafanya nini? Na siku hizi sometimes hata kesi zingine watu wanaleta, hata unashangaa ati ni nini, alinitukana. Hata hakuguzwa. Alifanya nini? Alinitukana aje? Aliniita buzi. Buzi peke yake itakufanya ufanye nini?
uondoke kwako na unaacha familia na unasema mimi nataka kuweza kuondoka. Lakini Biblia inatuambia huyu mwanamke hakuchoka kwenda kila asubuhi, maybe ni saa 7 jioni, na anaenda kwa yule kadhi, anamwambia kwamba sasa mimi ninahitaji haki yangu, nimebaki nikiwa mjane na mimi sina msaada. Na ndiposa huyu mtu akaona ya kwamba huyu mama amekuwa notorious. Kila dakika, kila wakati ninamwona na ninakuwa irritated. So ili nisisubuliwe na huyu, wacha nimtimizie haja zake. Bwana Yesu asifiwe. Halo, wacha nimtimizie haja zake. Na aliposema hivyo, mwanamke akaweza kupata haki yake. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Wewe ni mara ngapi umepersist katika mambo ya kumwomba Mungu? Wakati Daudi anasema I waited upon the Lord, jina hilo unasikia waiting lina uzito mkubwa sana. Wakati ambapo nilimsubiri, I waited upon the Lord. Wale ambao mnachubiana ama mmewahi kuchubiana, sometimes they can understand mambo ya kugoja. Na unajua mwanaume sometimes wanakuwaga na haraka. Anakuambia mkutane town saa 2, na anajitayarisha na anaenda town ni saa ngapi? Saa 2. Naye msichana hana haraka. Msichana hana haraka kuamuka, hata ndio naamuka saa 4. Hajajiandaa, lakini ameamuka saa ngapi? Saa 4. Ajipake mafuta ya kichwa, ya mikono, kuna ya tumbo, kuna ya magoti. Hiyo yote ni saa 6. Ni kuingia kwa gari, jamu ndiyo hiyo, anakuja saa 8. Na mwanaume unajua amesimama kwa street, hatoki pale, huyo mtu amegoja. Halo? Na hawezi fanya nini? Lakini hii ati mnasema mkutane saa 2, mtu anachelewa dakika 10, anasema unajua nimekugojea sana. Haujagoja. Hakuna kitu umefanya nini? Umesubiria. So ndio maana Daudi anasema I waited for the Lord patiently. Sijui kama umewahi kutembea mahali, because wakati ambapo inasemekana ni kusubiri, hausubiri wakati ambapo kuna raha. Kuna kitu kinaitwa uvumilivu. Sijui kama umewahi tembea kwa nyumba ya mtu. Huyu mtu ameweka mkeka. Kwa hivyo hata kutoka, na unajua kuna tofauti ya mkeka na ile karatasi watu wanaekaa kwa nyumba ya nylon, na una shida ukisubua watu watoe viatu wazikanyage karatasi. Kuna mkeka imewekwa wapi? Kwa nyumba, na umeweka viatu pale, alafu umeenda umepewa uji, kikombe ya uji, na umetulia hapo tu pole pole. Na unajua uji inapoaga hapa juu, uji inapoa hapa juu tu, alafu wewe unaguza hivyo, unasikia imepoa, alafu unakamata sipu mzuri. Nyumba ni ya nini? Nyumba ni ya mkeka, na uko na uji moto kwa mdomo. Sasa unashindwa
ni uteme wapi, ni ufanye nini, unaamua wacha niiteremu. Vile inateremuka unaenda ukisikia vile unachomeka. Hiyo ni perseverance. Unavumilia. Kuna matatizo iko, hata unaweza kaa hivyo, watu ukiwa umesimama hivyo waona ni kulia, unafanya nini? Wanauliza ni nini? Mimi unajua niko na taabu ya macho. Maana hutaki kusema ya kwamba hii uji nimekunywa, lakini ni nini? Maana unashindwa nitatema wapi. Nataka uelewe huyu mama yale ambao alikuwa anapitia. Asubuhi masaa fulani anapata mateso, lakini anavumilia, lakini anasema hapa ndipo ambapo ninaweza kupata msaada. Na akavumilia mpaka wakati ambayo yule jaji alisema ya kwamba huyu mama amenichocha sana, wacha nimtimizie haja zake, aache kunisumbua. Na ndiposa Yesu anasema ya kwamba Bwana akasema, sikizeni yasema yule kadhi dhalim, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana usiku, naye ni mvumilivu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa hiyo kutembelea huyo kadhi each and every moment, anaonekana kila dakika, na akaweza kusaidiwa. Na je, Mungu upasisti kwake na kila wakati kumwambia Mungu na kumjulisha hoja zangu, kila asubuhi, kila jioni, kila dakika unamwambia siwezi toka hapa kama hujaweza kunibariki. Utabarikiwa ama hutabarikiwa? But mara nyingi tunapokuja kwa Mungu tunakuja tukiwa na second option. Unajua niko na aniko yangu, unajua niko na rafiki anaweza nipa msaada. Kwa hivyo unapokuja kwa Mungu unamwambia ninahitaji school fees, lakini wewe akili yako iko kwa basari. Wewe akili yako iko wapi? Kwa basari. Hata Mungu usiponipatia, ninajua mbunge wetu ananipa basari, nitatoka hapo kwa hiyo basari niende kwa ile ya watu ambao ni wawakilishi wodi. Yaani akili yako iko vile. Nikishindwa hapo, kuna aniko yangu ninaweza mpigia simu nimwambia kwamba watoto wangu hawana school fees. Na sometimes wakati ambapo unaweka msaada wako ambao unaweza toka huko, sometimes you become disappointed. I remember siku moja wakati ambapo nilikuja hapa Nairobi. Wakati nilipokuja hapa Nairobi, yule tulikuwa tunaishi na my cousin, na tukafarakana, na akaniambia sasa hakuna lingine, wewe toka kwangu. Wewe toka kwangu, hatutakaa na wewe hapa sasa, wewe jitafutie nyumba ukae hapo. Na nikaenda nikakodisha nyumba. Na wakati ambapo nimekodisha nyumba, kabla mwezi ishe, mahali nilikuwa nafanya kazi ikaisha. So tuko karibu kumaliza mwezi, na unajua si kazi ya kuajiriwa, ni kazi ambayo ni ya commission. Kazi ikaisha. You don't have any single cent. Na kama mwanadamu nikasema sasa hata mimi niko na my option. Kuna my father yule mkubwa kwa baba yangu alikuwa naishi Kibera. Nikampigia simu nikamwambia sasa ninataka niweze kukuona, kuna jambo ambalo nataka tuongee. Na akatoka Kibera akakuja mpaka town, tukaonana, tukaingia kwa kahoteli, pesa kidogo nilikuwa nayo, tukakunywa chai. Na nikamwambia mzee, sikumwambia shida yangu ni rent. Nikatumia ujanja nikamwambia mzee, ninaomba unisaidie shilingi 5,000
na ukinipa shilingi 5,000 kuna kabiashara tu hivi nataka nianze, at least niweze kuendelea kujimuru katika maisha. Mzee akaniambia, uko na jambo mzuri na wazo mzuri, lakini ile pesa nilikuwa nayo nimelipia kijana wangu shule juzi tu, so sina ene, na shai yangu wamefanya nini? Na by the way, sikumpeleka, tuliingia kwa hoteli kazuri, chai yangu wamekunywa na sijapata nini. Nikaingia for the second option, nikaenda kwa my cousin. Huyo tulikuwa tunajuana, ni mtu ambaye tunaelewana sana, na ni mtu ambaye ni accountant, na alikuwa ni mtu ambaye yako na pesa. Nikamwambia sasa ninataka tuonane. Huyu sikununua chakula, yeye ndiye akaninunulia, lakini nikamwambia, my brother, mimi sina kazi na nahitaji niweze kupata fedha niweze kulipa nyumba. Nilikuwa naishi nyumba ya 2,700. Nikamwambia ninahitaji pesa niweze kulipa 2,700 niweze kulipa nyumba ili niendelee na maisha ya hii Nairobi. Akaniambia sasa mimi nataka nikusaidie. Nikaona kama hako sawa. Akaniambia, Kibera kuna nyumba huko neza 500. Kuna nyumba ya ngapi? So wewe badala usumbuke na 2,700 uende Kibera ukae huko, na hata jia ya Kibera sijawahi fika Kibera, na unaambiwa uende uchukue nyumba ya 500 wapi? Lakini nilipoangalia nikakumbuka hizo ni option zangu. Ndio nikajievaluate, nikasema na si mimi ni Mwadventista wa Sabato. Si mimi ninamtumikia Mungu aliye hai. Nikaambia Mungu, jambo la kwanza, sitaki nitoke hapa niweze kurudi nyumbani na watu walijua nilienda Nairobi. Hiyo mambo ya kurudi nyumbani, hiyo mimi nimefanya nini? Nimeweza kukataa. Mungu, ninaomba unifungulie njia. And I remember it was on Friday. Nikamwambia sasa ninataka unifungulie njia, na Mungu ukinifungulia njia, ninaona ya kwamba hata kuwa mwaminifu sija kuwa mwaminifu hata kurudisha zaka yako. Ninaomba Mungu unijalie na unifungulie njia na nikae hii Nairobi. And let me tell you, because it was on Friday, Sabbath nikaenda kanisani. Na nikaambia Mungu, sirudi Nairobi, sirudi Uchago, ninakaa hapa Nairobi. Sunday nikaamuka nikaoga na nikaenda Nairobi. Na kwa sababu nilikuwa tu kwa exhibition, ilikuwa tunafanya exhibition, yule ambaye alikuwa pale, ile exhibition ilikuwa nafanya, ilikuwa tu store twingi. Sasa watu wale tulikuwa nao pale kwa exhibition hawakujua ya kwamba yule tulikuwa tunafanya kazi alinisimamisha. But sasa nikaingia na nikakaa hapa karibu na mlango. So watu wanajua ya kwamba mimi ni mfanyikazi tu hapo. But let me tell you, within a short time customer akakuja. Nami ikifika ni kuuza, sina stress. Nikazungumza, I remember mzee alikuja na msichana. Nikamuzia TV na DVD na kila kitu, nikawekelea taabu yangu yote hapo. Huyo mzee kuuza nilipata faida ya shilingi 8,000. Nikakaa, sasa wale hawajui, sasa nikawa sasa mimi nawagawia pesa, nawaambia nyinyi shikeni, sasa hii ni ya store nyingine yangu. Lakini nikakula pesa hiyo. Mwingine naye akakuja. Let me tell you, within that whole week, from that Sunday until Friday, nilikuwa nimepata pesa ambayo itaweza kunisustain for the whole month. Na nikalipa nyumba na nikafanya nini? Nikaendelea. So sometimes we have our own option. Wakati ambapo challenges zinakuja, we have our own option. But let me tell you, our option can fail. But ya Mungu hawezi kuwa anafanya nini? Anatufail. Na most of the time ndio maana unaona ya kwamba hata wakati wa maombi tunaomba kidogo,
alafu tunafikiria macho yangu imefunguliwa mahali fulani. But hebu tukue kama Daudi. Anasema ya kwamba I waited. Na ukisoma Zaburi 27 yote utaona pale hata title inasema ya kwamba it is a song ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Ni wimbo wa nini? Wa ushindi, ya mambo ambayo Mungu amemtendea. Ukiendelea kusoma hiyo 27 anasema ya kwamba mimi nitadumu katika nyumba ya Bwana na niweze kutangaza utukufu na sifa za nani? Za Mungu. Na ndio maana Yesu anauliza swali, kama yule kadhi aliweza kumsaidia yule mama na Mungu wetu. Unajua mara nyingi huwa tunasema the Lord of Sabbath, but I don't know whether you have ever experienced about this Lord of Sabbath na mambo yale ambayo anaweza kutendea katika maisha yako. Sijui kama umewahi kuexperience. Na kile tu anahitaji ni mimi na wewe kuwa na imani na yeye peke yake. Hakuna kitu kingine anahitaji. Ni wakati unaomba, subiri, mugoje na uweze kuwa na imani na huyu Mungu, na hakuna jambo ambalo hataweza kukutendea. Ninapomalizia, huyu Mungu, ili ujue ni Mungu ambao ni wa maana na ni Mungu mwenye nguvu. Wale ambao wametoka Lake Victoria, mumewahi sikia samaki ziko na typhoid? Halo? Bwana Yesu asifiwe. Umewahi sikia samaki ziko na typhoid? Lakini uchafu mwingi unaenda baharini, na wewe unachemshaga maji, unaweka mpaka dimu, unachukua chumvi ya Himalayas, wengine wanaongeza mpaka Cayenne kupurify hiyo maji. Lakini ukikaa na unakunywa hivyo, unaenda hospitali unapimwa ati uko na typhoid. Na hata matunda ukikula unaochanga mpaka na sabuni na maji warm ili germs zote ufanye nini? Lakini unapokula hivyo unakuwa na typhoid. Unatoaga wapi? Na samaki ziko kule baharini. Mungu anawalida. Saa hii ukiangalia tunasema ya kwamba tuko na challenge ya pesa ya nini ya whatever. Si tunaonanga zile sisimizi, the black ant, ama zile zingine mnaziitanga aje? Kwetu tunaziitanga dhikiriri. Mnaziitanga aje ile tudogo tudogo? Zinakuwa hata kwa nyumba. Huwa zinaishi wapi? Bwana Yesu asifiwe. Huwa zinaishi wapi? Zinaishi kwa mchanga. Mnakumbuka kuna kipindi huku kumeflood. Flood zilikuwa huku. Flood zilikuwa huku zimejaa. Na watu kama yule mama alikuwa Kisumu, alikuwa anasema serikali saidia. Maji ikiwa imeflood, anasema sufuria yote mpaka mzee amefanya nini? Zote kila kitu anasema hakuna, yote mpaka sufuria anakutana nazo zinaenda kwa sababu ya mafuriko. But I don't know kama unajua kitu kimoja. Wakati ambapo kumenyesha na mahali ambapo kulikuwa na maji yametulia pale, wakati inakauka tu hivi, huwa unaona zinatokea pale. Ama hamjawaiona? Bwana Yesu asifiwe. Huwa zinatokea pale. Kama zinaishi na huko, ni nani anazibanga hii machimo maji yasiingie ndani? Maana kama maji Mungu angekuwa na ruhusa yanaingia ndani, hatungekuwa mpaka na mchwa. Hatungekuwa na mchwa. Hatungekuwa na vitu kama hizo. Zingekuwa zimefarakishwa na maji, zimegarakishwa zote zikaweza kukufa. Lakini Mungu huyu ambao tunasema is the Lord of the Sabbath, anaziba hayo machimo na hakuna hata moja inaangamia. Ni ile tu unamwagiaga maji inakufa.
lakini ya mvua haiangamizi hizo vitu. Tumalize na fungu hili chapter 12 ya Ayubu, mstari wake ni wa 9. Nataka usikilize hiyo fungu, because hawa wote na wanyama hawa wote wanajua, na wanajua ni wapi wanapelekanga taabu zao. Ndio maana mpaka siku hii unakuta ya kwamba vizazi hata vizazi zinaendelea. Ayubu inasemaje? 12 anzia mstari wake ni wa 9. Neno la Mungu linatuambia namna gani? Kitabu cha Ayubu 12 mstari wake ni wa 9, inasema namna gani? Hebu anzia mstari wa 7, rudi mstari wa 7. Inasema namna gani? Verse 7. Verse 7 tuwekee verse 7. Maandiko inasema namna gani? Verse 7. Anasema, but ask the animals and they will instruct you. Ask the birds of the sky and they will tell you. Hata waulize. Or speak to the earth and it will instruct you. Let the fish of the sea inform you. Enda ulize samaki, uliza wanyama, ndege wa angani, ya kwamba kunatokea inafika mwezi wa 7. Ukienda Nyeri, kuna mahali nilikuwa nafanya kazi kule Nyeri, mahali kwa majani chai, mahali kuna baridi. Nilikuwa natamani ikifika mwezi wa 6 kama ninaweza itwa mahali hata crusade, nitoke huko niende nitulie mahali, kwa sababu baridi ile ilikuwa kule ilikuwa kali. Lakini mimi nikijiongeza blanketi, ndege wangani hakuna ile iongeza blanketi, ama ikamea manyoya kubwa. But ni nani ambazo walizitunza? Maandiko inasema, which of all this does not know that the hand of the Lord has done this. Bwana Yesu asifiwe. Hati hakuna kitu ambacho hakijui. Hizo vitu zote wanyama zinajua ni mkono wa nani? Wa Bwana. Na tukijua ni mkono wa Bwana, unatufikisha hapo na mawasiliano yale ambayo Mungu ametupatia, si mengine, ni kupitia kwa maombi. Hatuwezi leta mchezo kwa kitu kinaitwa maombi. Kila wakati utakuwa na nafasi ya kuzungumza na Mungu, na Mungu anasikia. Na Mungu anapokutendea mambo, hakutendei kama wale ambao tunasema akina Owol. Unajua wale watu ambao wanasema ni ati wanaponywa na Owol, ni mtu anaenda bado anachechemea, anasema angalieni, na watu ni wajinga. Maana utaona mtu anasema angalia anatembea na anachechemea. No, wakati ambapo Mungu anakutana nawe, anakuondolea ile shinda uko nayo completely. Mungu hawezi kukuchezea. Kama ni mahali ambapo kuna challenge ambayo uko nayo, Mungu akitaka kukufungua, Mungu anakufungua completely. Unakuwa huru ndani ya Kristo. Lakini kile tunahitaji ni persistence. Na wakati ambapo kuna persistence, kuna perseverance. Ni lazima uwe mtu ambaye ni mvumilivu. Si mtu ambaye dakika kidogo ndiye huyo unaona ya kwamba wewe. Maana kama kuna watu ambao tunapoteza matumaini haraka, ni sisi wa Kristo. I remember siku moja nikakutana na mtu mmoja, akaniambia dada yake alikuwa mgonjwa sana. Wameomba, wanaona haponi. Na akatoka sehemu za mbali zaidi, wakampeleka mpaka Eldoret. Wakazunguka, wakaniambia waliingia na huko Eldoret mahali ambapo hata walikuwa wanashindwa kama watarudi, na yule wanaenda kutafuta ni muganga na ni washiriki. Wamezunguka, wanaona ya kwamba sisi ni kama huyu Mungu wetu wakuji. Wakaenda, walipoenda huko wakafanyiwa vituko, mpaka wakaona hata hiyo bado haijafanya nini? Kazi. But let us wait upon the Lord. Don't give up. Hata kama unaona kama umeomba sana, don't give up. Persist. Wait until
the Lord answers your prayer. Na anasema ya kwamba be of good courage. Simama, kuwa very strong. Simama na huyo Mungu. Sema kama akina Shadraka, Meshaki na Abednego, hata kama hatatuokoa sisi, hatutafanya nini? Hatutaabudu hii sanamu, tutasimama na huyo Mungu. Huyu mama akasimama. Na ndio maana Yesu napomaliza fungu hilo anasema ya kwamba janauliza, je, mwana wa Adamu atakaporudi atakuta mtu at least hata mmoja akiwa na imani? Utapatikana siku hiyo. Yesu akikuja, at least umesimama imara. Mungu wetu wabariki. Tusimame kwa ajili ya maombi. Ningependa niweze kuomba na wewe ambaye unaweza sema ya kwamba mimi ninahitaji Mungu ukaweze kunipa nguvu mpya katika maisha yangu. Ninaomba ukaweze kunipa nguvu mpya. Mara nyingi nimekuwa nikiomba, lakini ninaona ya kwamba sina nguvu. Nahitaji Roho Mtakatifu akaweze kunipa nguvu nikasimame imara, na wakati ambapo ninasimama imara nione nguvu za Mungu zikitenda kazi katika maisha yangu. Kama ni ombi lako, inua mkono wako tunapoomba. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tazama wana wako ambao wameinua mikono yao, si kwa sababu wanifurahishe, bali ni kwa sababu wameweka tumaini lako kwako. Na kwa sababu Mungu unasema ya kwamba macho yako kila wakati imeangalia hapa duniani, ikisikia kilio cha mtu ambaye amefungwa, ikisikia kilio cha mtu ambaye ameandikiwa kufa. Mungu wetu, wanyoshee mkono wako wa rehema. Kristo, mahali ambapo wamefungwa na yule mwovu, tunatangaza kufunguliwa kwao. Miongoni mwetu, Mungu wetu, wengine wamefungwa na magonjwa, wengine wako na mahangaiko ya kila siku, lakini Mungu wetu, hebu Kristo ukaweke huru. Mibaraka yako iandamane pamoja nasi. Wale ambao wako na magonjwa kama akina Lydia, tembelea wale ambao wanaugua katika familia hiyo yao, kuanzia mzee mpaka wazazi wao. Na mwingine, Mungu wetu, ambao wao wenyewe wako na challenge katika miili yao, hebu Kristo kutana nao. Ikiwa kuna mtu ambaye anaomba kwa ajili ya familia yake imesabaratika, Mungu ukaweze kuwapa urejesho, wakakae pamoja na amani ipatikane na kudumu katika nyumba hiyo. Mungu, ikiwa kuna mtu ambaye anatafuta kazi, anahangaika, Mungu wetu, anapotembea na kutafuta kazi, hebu Kristo ukaweze kumkumbuka, na Mungu wetu ukamjalie na neema na akaweze kupata hiyo kazi. Maana unasema hata kabla ya kukuomba unajua kile ambacho tunachohitaji, pamoja na maombi yale ambayo yako mioyoni mwetu, yale ambayo yameandikwa katika saduku hili na yakatiwa pale ndani. Mungu wetu, jumlisha yote na ukaweze kutujibu sawia na mapenzi yako. Ikiwa kuna mtu Mungu anaomba ili kusudi ya kukujue zaidi, hebu Kristo ukajidhihirishe kwake. Sisi zote, hebu Roho wa Mungu akaweze kuwa juu yetu na jina lako likatukuzwe, maana tunaomba kupitia jina tukufu la Kristo aliye Bwana tena mkombozi wetu. Amen. Mungu wetu atubariki. Saa 8 watu tuende, tukirudi mapema tutaendelea na maombi ile ya 10 days of prayer kama vile tunaendeleanga. Leo tutaifanya mapema, hatutaifanya wakati masaa imeenda sana. Kwa hivyo wale mmezoea kwenda na usirudi, leo enda na uweze kurudi, tuweze kuandamana pamoja katika maombi. Na wakati ambao tutakuwa na siku hizi 10, kila siku nitakuwa hapa from morning saa 4 mpaka masaa ya jioni. Kama unahitaji pastoral prayer ama kama unahitaji visitation, pastor akuje kwako,
kuja unaniambia na tunakutembelea, maana hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu aliweza kutujalia na akatupa hiyo kazi. Kwa hivyo usihangaike na wakati ambapo tuko hapa. Mungu wetu aweze kuwabariki. Asante Pastor. Wangapi wamebarikiwa? Asante sana. Na neno hilo liweze kubaki ndani ya maisha yetu. Imefika wakati ambapo tunatoka. Tunaenda kutafuta chakula cha mwili. Vile tumeambiwa by saa 8:30 tuwe tumerudi ili tuanze vipindi vingine ambavyo viko mbele yetu. Chorister, kuja utuongoze na wimbo tukitoka kwa utaratibu, kwa sababu tuko na uhuru wa kuenda, lakini tutaenda kwa utaratibu.